halaka yetu ya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile aya tuliyoisoma, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Utulivu wa mwanamume watokamana na kuupata kwenye utulivu wa mwanamke. Mwanamume ikiwa hana utulivu katika ndoa, basi amekosa utulivu ndani ya ndoa. Amemkosesha utulivu ni nani? Ni yule mke wake aliyemuoa akamweka ndani ya nyumba, kisha akaja kumkosesha utulivu ambao aliouweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mwanamume ikiwa ametoka, akirudi, yatakiwa mke wake awe ni mwenye kumpokea kwa utulivu, awe mwenye kumpokea kwa utaratibu, awe ni mwenye kuzungumza na yeye kwa njia iliyokuwa mzuri, ampe utulivu yule mumewe. Ndiyo yule mume atapata utulivu, akili yake itakuwa iko ndani ya nyumba yake, iko kwa mke wake, kwa sababu ajua kwamba nikirudi ndani ya nyumba mimi napata utulivu, napumzishwa yale ambayo niliyokuwa nayo katika mchana mzima, mafikari ambazo kwamba nilizokuwa nazo katika mchana mzima. Lakini nikiweko katika nyumba yangu, mke wangu ni mwenye kuniambia maneno mazuri, ni mwenye kunipa utulivu katika ndoa yangu. Lakini pale ambapo umetoka kazini ukija nyumbani, ndiyo matatizo juu ya matatizo, maneno juu ya maneno. Ndiyo maana utakuta mume huchelewa kurudi ndani ya nyumba yake, kwa sababu ajua nikirudi katika nyumba itakuwa ni balaa na ni moto umewaka. Kwa hivyo afadhali nikae nje mpaka saa 4 saa 5, nikenda atakuwa yule mke amelala na mimi nioge nilale. Kwa hivyo ndoa hii itakuwa haina utulivu na unyumba pia itakuwa hakuna, mwisho watu wataatana. Mwenyezi Mungu atupe utulivu katika ndoa zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.